Naam, asante sana kwa kuendelea kubaki nasi, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Wananchi hususan wale walio katika sekta isiyo rasmi kama vile bodaboda, mamalishe, wauza mitumba na makundi mengine ya wajasiriamali wadogo mkoani Iringa wameshauriwa kujiunga na huduma mbalimbali za bima kama njia madhubuti ya kujilinda dhidi ya majanga yanayoweza kuathiri biashara na maisha yao ya kila siku kwa ujumla. Clement Sanga anaarifu zaidi. Karim Meshak amesema bima ni nguzo muhimu katika ustawi wa kiuchumi, lakini bado Watanzania wengi hususan wafanya biashara wanaofanya kazi kwenye sekta isiyo rasmi hawaitumii ipasavyo huduma hiyo. Tunasogeza elimu ya bima kwa kila Mtanzania, na ndio maana tumeamua kutoka ofisini tuje mtaani ili tukutane na Mtanzania mmoja mmoja popote alipo bila kumdisturb au kumsumbua kwenye shughuli zake za kila siku. Kizindua kampeni hiyo ya siku 7, mkuu wa mkoa wa Iringa Kerry James amesema serikali kwa sasa kupitia shirika la bima la taifa NIC imeendelea kutoa elimu kwa umma ili wananchi wengi washiriki kwenye jambo hilo. Na umuhimu wa bima unatupa uhakika baada ya mashaka. Pale inapotokea majanga ya moto na majanga mengine ambayo yanaathiri mali, mwili na maisha ya mtu, moja kwa moja bima inakwenda kukava hiyo gharama na hiyo hasara ambayo umeipata. Kwa hiyo tunapozungumzia bima tunajipa uhakika pale mali zinapokuwa mashakani, tunajipa uhakika pale ajali zinapotokea, tunajipa uhakika pale maisha yanapoingia kwenye changamoto. Kwa hiyo tunatamani sana kupitia kampeni hii tuhamasishe wananchi wengi kuanza kutumia hizi huduma za bima ili kuweza kupandisha hicho kiwango cha matumizi na namba ya watumiaji wa huduma ya bima katika kukuza mpaka kuwezekana kufikia 5%. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la bima la taifa NIC, zaidi ya wananchi 300,000 tayari wananufaika na mpango wa NIC kitaa tangu uanze kutekelezwa, huku juhudi zikiongezeka kuhakikisha mpango unawafikia wananchi wengi zaidi na hasa maeneo ya vijijini kupitia mawakala na malipo ya simu. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Na wananchi katika halmashauri ya wilaya ya Kibaha watanufaika na mradi wa soko kubwa la kisasa baada ya serikali kutoa kiasi cha bilioni 7.7 kwa ajili ya ujenzi huo wa soko hilo jipya. Margaret Malisa anaripoti. Taarifa hiyo imetolewa na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kibaha Regina Bieda wakati mbunge wa jimbo la Kibaha vijijini Mheshimiwa Hamoud Juma aliyekuwa ameongozana na viongozi wa CCM wa wilaya hiyo walipofanya ziara ya kutembelea miradi na kuzungumza na watumishi. Mradi huu unatekelezwa kwa fedha za serikali kuu. Umetengewa bilioni 7.7 na pointi, na tumeshatumia bilioni 3 na pointi. Fedha zilizoletwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tunamshukuru sana, na tutaendelea kupokea. Pamoja na mradi huu ambao umeletewa fedha nyingi, tumepata pia fedha nyingi za miradi mingine. Tunachotamani kama chama tuwe timu moja, ndio tunaposema mkurugenzi, ukiwa mtendaji wa kata ni mkurugenzi, ukiwa wa kijiji ni mkurugenzi na kadhalika. Kwa hiyo sisi tunatamani tuwe timu moja. Na waomba watumishi, mpeni ushirikiano mbunge wetu. Anahitaji mumpe ushirikiano wa kutosha. Anahitaji kuleta maendeleo kwenye jimbo hili. Na waomba ninyi msiwe kikwazo. Akizungumza mara baada ya ziara hiyo, Mheshimiwa Hamoud Juma pamoja na mambo mengine aliwasisitiza watumishi swala zima la ushirikiano na kawataka kufanya kazi ya kusimamia miradi ya maendeleo kwa uadilifu ili fedha zinazotolewa na serikali ziwanufaishe wananchi kama ilivyokusudiwa. Tumeongea na watumishi na tumepeana majukumu na tumeelezea dhamira ya Mheshimiwa Rais nini anataka. Lakini pia na hotuba ya Mheshimiwa Rais pamoja na hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nifurahi kuona kwamba maelezo ya mkurugenzi ametuahidi kwamba hata tuangusha katika kusimamia miradi hii. Lakini vile tutakuwa tumetimiza ndoto ya Mheshimiwa Rais. Kwamba Rais anatamani kuona kwamba wananchi wake wanakaa katika mazingira mazuri, wanafanya biashara katika mazingira mazuri. Na hii yote iko ndani ya ilani. Mbali ya kutembelea mradi wa soko la kisasa, katika ziara hiyo mbunge huyo pia alitembelea mradi wa stendi ya mabasi unaojengwa kwa levo ya zege. Margaret Malisa, Channel 10. Asante Margaret Malisa kwa taarifa hiyo, na ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi. Eden Bahati atakuwa hapa kwa ajili ya habari za michezo na burudani.